Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika bila ya shaka haya yanafanyika kutokana na tunu kubwa aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya amani. Pasingekuwa na amani haya yasingefanyika, kwa sababu kila mmoja angekimbia kuokoa nafsi yake. Kwa hiyo niendelee kukuombeni sana, tulinde amani, tuitunze amani kwa juhudi zetu zote, na pale ambapo tutakapoona pana dalili ya uvunjifu wa amani, basi tutoe taarifa sehemu husika, kwa sababu hakuna maendeleo sehemu yoyote bila ya amani. Hakuna mafanikio sehemu yoyote bila ya amani. Niwaombe vijana ambao tuna nguvu zetu tuzitumie katika kuleta maendeleo katika jamii yetu na katika dini yetu, wala tusitumie nguvu zetu katika kuvunja amani. Haki haiwezi kupatikana sehemu ambayo amani haipo. Ndugu zangu, al-amnu la yaati bal yu'ta. Amani siku zote huwa inaletwa, huwa yenyewe haiji. Kwa hiyo walioleta amani wa mwanzo kabisa ni Chama cha Mapinduzi, serikali yake. Hawa ndio wameonyesha hatua ya kwanza kupiga pale, kuhakikisha kwamba Tanzania tunakuwa na amani na utulivu. Wao ndio wametangulia. Sisi viongozi wa dini tunajifahari ya kuwa tuko katika amani na utulivu ambayo tumeileta sisi wenyewe, na ndiyo maana tunaona watu wanatoa simenti, wanatoa tofari, kwa sababu kuna amani na utulivu. Mimi nilikwenda Kahama siku za nyuma kidogo, kwa sababu kuna amani na utulivu. Niliwajibika mimi kuunga harakati za watu wa Kahama. Nilitoa mifuko 150 Kahama, kwa sababu ni sehemu ambayo kuna nini? Kuna amani. Kama amani hakuna, huwezi kuona mifuko ya simenti hii inatolewa mahala, kwa sababu itakuwa vurugu imetapakaa. Kwa hiyo sisi viongozi wa dini, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tuhakikishe kwamba, ndugu zanguni, amani tunailinda katika majumba yetu, tunailinda katika harakati zetu, tunailinda usiku na mchana amani, ili wale ambao wanaotoa vitu vyao wajue kwamba umetoa mahala ambapo kuna amani na utulivu. Jina langu naitwa Majaliwa Ibn Masud, ni shekhe wa kata Shinyanga mjini na mkurugenzi wa dawa katika wilaya ya Shinyanga. Ama kwa hakika vijana wanatakiwa wajitambue, kwa sababu ashababu humul imadul umma, kwamba ujana ndiyo nguzo ya umma. Kwa kuwa kwao sawa vijana na wakajitambua, basi umma utapata kile unachokitaka. Lakini kama vijana hawatojitambua, vijana hawatojielewa, ni maana yake yatapatikana maharibiko katika umma. Na yakapatikana maharibiko katika umma, mambo yote tunayoyaona ya maendeleo, mambo yote ya utulivu, mambo yote ya amani yatakuwa hayapo, kwa sababu tunakuwa tuna vijana ambao wasiojitambua. Wito wangu kwa vijana, ninawaomba sana wasifate muhemuko. Akiambiwa mtu atumie na akili zake. Leo tuna amani yetu. Leo kila mtu anafanya shughuli zake kulingana na namna anavyopata riziki, na hakuna anayemsumbua katika jambo lake la kutafuta riziki. Kwa hiyo kama vijana tunawaomba na tunawataka waendelee kuwa na utulivu, kwa sababu kwa kuwa kwao na utulivu ndiyo mafanikio yanapatikana, mafanikio yanakuwepo, kwa sababu tuna vijana wanaojitambua. Vijana ni muhimili mkubwa katika nchi, na huu muhimili mkubwa basi lazima tuwe tuna watu ambao wanaojitambua katika ujana wao. Katika kuwa kwao sawasawa, umma utapata kile unachokitaka. Lakini ukiharibika umma wa vijana, ni maana yake mambo nayo yameharibika. Kwa vijana wa Tanzania, vijana wa mkoa wetu wa Shinyanga, tunawataka wasifate muhemuko. Wao waangalie, wao wamezaliwa wamekuta kuna amani katika nchi yao, na wakaendelea kufanya mambo katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa tunawataka wao na amani inshallah. Awali ya yote, kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa kamati za ulinzi zote za mikoa. Ama kwa hakika ulinzi uliofanywa
umefanywa ulinzi uliokuwa sawasawa, na waomba na nawatakia kheri na baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasichoke kuendeleza ulinzi huu, waendelee kuweka ulinzi, kwa sababu wale wanenia mbaya ili washindwe kabisa, ili wafeli katika mambo yao. Angalia mambo yetu yanavyokwenda, vurugu hakuna, shida tena hakuna. Kwa hakika vyombo vyetu vimetekeleza kama jukumu lao linalowataka wao, endelee na amani. Kwa majina naitwa Sheikh Ahmed Kai, mudiru katika markazi yetu hapa ya Shinyanga ambayo ipo chini ya Sheikh Majaliwa, lakini pia ni mwanafunzi wa Sheikh wetu wa mkoa Sheikh Ismail Habibu Makusanya. Sheikh ametusisitiza umuhimu wa vijana kuleta amani. Amani ni kitu muhimu, lakini pia tukumbuke, wanasema watu wenye hikma, kijana ni silaha ikiwa itatumiwa kwenye halali. Sasa tunapotumika vibaya vijana, asilimia kubwa ndio tunasababisha amani ya nchi yetu kuvurugika. Kwa hiyo ni maelekezo mazuri. Vijana tuna harakati nyingi. Tazama leo hapa katika msikiti wetu zimeletwa harakati, asilimia kubwa ukiwaona ni vijana. Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza tutumike katika halali na tusitumike katika haramu. Tumeona siku moja ile amani ilipovurugika, basi taharuki ilikuwa kubwa, mambo mengi yalisimama. Kwa hiyo amani ni kitu kizuri na ni tunu katika taifa letu. Amani itatupelekea tusome dini, tufanye mambo ya khairati, na harakati nyingi za dini yetu ya Kiislamu hasa katika mkoa wetu wa Shinyanga zitafanyika pale tunapokuwa na amani. Kiukweli, kati ya haki na amani, kitu ambacho kinatakiwa kiwepo kwanza ni amani. Amani iwepo. Tunaposema amani maana yake ni mtu kwanza kujitambua yeye mwenyewe, kujielewa kwamba yeye ni binadamu, amekuja kufanya nini, basi kile kitendo cha kuwepo duniani haki zake za msingi atazipata. Lakini akikosa amani, basi kuna haki zitakosekana. Kwa jina mimi naitwa Mohamed Juma Mlabu. Mimi ndiye mwenyekiti wa kamati ya ujenzi huu wa ukuta wa msikiti huu, msikiti wa Ali Amer hapa Kitangeli. Tangu tumemaliza kujenga msikiti na kutokana na eneo lilivyo, kumekuwa na mambo ya hovyo yanafanyika hapa. Watu wanaingia msikitini hapa, wanapita hapa eneo la msikiti, kina mama wakiwa wamevaa nguo za uchi. Kwa hiyo jambo hili limetupelekea tukaona hapana, lazima tutengeneze ukuta ili kujenga heshima ya msikiti wetu. Ukuta au uzio wa msikiti wetu ili kujenga heshima na kutengeneza amani. Kwa sababu ninaamini vijana wa Kiislamu kama wanaweza kuwakuta watu wanafanya mambo machafu kwenye msikiti huu, ndani ya msikiti huu, sidhani kama amani itakuwepo. Amani itavunjika. Kwa hiyo tumeona ili kuendelea kuwa na amani katika eneo hili la msikiti huu, basi tujenge uzio ambao utafanya msikiti uwe na amani na uwe salama. Natambulika kwa jina la Fanta Ramadhani Mwendapole. Mimi ni kamati ya ujenzi wa msikiti huu Ali Amiri Kitangili. Hakika vyombo vya ulinzi na usalama vimetimiza wajibu wake. Kutimiza wajibu wake si kutuliza ghasia, bali ni kwa vile viashiria vya ghasia kuweza kuvidhibiti. Maana kutuliza ghasia ni jambo jingine na kuzuia ni jambo lingine. Hapa vyombo vimewajibika kwa 100% na imeonekana ni jeshi la kisasa na jeshi la mfano. Lakini kikubwa zaidi sio jeshi tu, na vijana wenyewe wamejitambua kwamba nini wajibu wao na nafasi yao katika taifa. Kosa lilolifanya tarehe 29/30/31 lile, vijana walikaa chini wakatathmini, wakajiona wao wana dhima kubwa na taifa hili na mihemko waliokuwa nayo, wakainamisha vichwa chini na kujikuta wamefanya jambo ambalo si sahihi kwa vijana. Kwa hiyo wakaamua kujirudi na kujiona wao ni nani katika jamii. Hilo swala vijana saizi hawatakaa warudie tena, wamejutia na hawatakaa walirudie. Wito wangu kwao wao vijana ni wakikaa wakatafakari. Wamesomeshwa na wazazi wao ili waje wasaidie wazazi. Na kusomeshwa manake uje ufanye kazi, ujitolee. Ukikaa mtu lawama tu hutaki kufanya kazi, hutakaa hii serikali hata siku moja kuishukuru. Utakaa lawama na kuona mambo yako hayaendi, na hayaendi kwa sababu hujitolei kufanya kazi, hujitumi kufanya kazi, unachagua kazi. Hauwezi ukawa na haki, hauwezi ukawa na maendeleo, hauwezi ukawa na kila kitu bila kwanza amani. Cha kwanza kabisa kabla ya yote ni amani. Hata hapo unapozaliwa tu papo umetoka tumboni kwa mama yako, ili wewe uweze kukua, kwanza pale na amani na utulivu, ndio utapata kunyonya, utapata kutambaa, utapata. Lakini kwanza kila kitu, hakuna amani ukasimamisha ibada. Pasipo imani huwezi kutoa zaka. Pasipo imani, amani ndio kila kitu. Amani ndio inasimamisha ustawi wa kila kitu.
kwanza amani, mambo mengine yote yatafata.